Hitimisho langu ni kwamba nchi zote za Kiafrika zilizoandika katiba mpya, ziliandika katiba mpya, walianza na mapambano ya fikra. Bahati mbaya, mapambano ya fikra ya kuzaa katiba, wakaingia katika mapambano ya ubabe. Baada ya ubabe, walipochoka wakachoshana, ndo wakarudi kukaa. La pili, nchi nyingi za Kiafrika zilizoandika katiba mpya ziliandika katiba mpya baada ya chama tawala kutolewa madarakani. Sisi tulidhani kwamba, na bado tunaamini kwamba tuna fursa ya kuandika katiba mpya kutumia mapambano ya fikra bila kuingia katika mapambano ya ubabe. Na mimi nawasihi wana CCM, bado mna nafasi ya kuongoza mchakato wa kuandika katiba mpya. Mkifanikiwa kusimamia mchakato huu, mnaweza mkaenda kama madarakani kwa muda mrefu ujao. Mkishindwa kama mnavyoelekea kushindwa, naamini uhai wenu madarakani ni mdogo. Kwa kweli ni kwa faida, mimi binafsi, mimi ni mchambuzi tu, namalizia, ni kwa faida ya Chama cha Mapinduzi yenyewe kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa. Likishindwa, it is at their own peril. Mungu awabariki.